Sasa leo nataka tukumbushane jambo moja hivi. Kuna siku nilifundisha kuhusu premarital counseling, yaani ushauri nasihi kabla ya kufunga ndoa kwa vijana au watu wengine hata kama sio vijana. Sasa kwenye component ya premarital counseling tukasema kuna kitu kinaitwa premarital health check, yaani vipimo vya afya kabla ya kuoana. Kwa hiyo nikaorodhesha baadhi ya vipimo ambavyo sasa nataka tuingie ndani kidogo kwa ajili ya uelewa. Sasa kabla tujaingia ndani, niliorodhesha vipimo muhimu. Tukasema kuna cha kwanza ambacho ni common sana. Tukasema kuna HIV ambayo ndio imezoeleka sana. Alafu kuna magonjwa ya zinaa, especially syphilis au kaswende, stroke kaswende kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili syphilis inaitwa kaswende. Alafu tukasema kuna magonjwa mengine ya kupima kama magonjwa ya kurithi. Kwa hiyo kuna genetics au tunapima tunaita genotype. Tukatoa mfano wa sickle cell au selimundu. Tukasema kuna vipimo vingine vya muhimu kama blood group, kujua kundi la damu na mengine, tukaorodhesha vitu vingi sana. Lakini sasa kwa sababu tushaviorodhesha vile vitu tukaeleza sababu, ningependa kutoa ufafanuzi wa vitu vichache. Tukianza na hii ugonjwa tunaoita sickle cell. Sickle cell ni ugonjwa wa kurithi. Sasa kabla ya kufanya maamuzi ya kuoana ni vizuri kupima kama mtu ana vinasaba vya sickle cell. Sasa au kwa Kiswahili tunaita selimundu. Sasa hii selimundu au sickle cell, Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 duniani zenye idadi kubwa ya watu wenye sickle cell. Sasa mkipima labda watu wanataka kuoana, mwanaume na mwanamke, yanaweza kama majibu matatu. Tukisema A, mtu mwenye jinsi AA, huyu hana vinasaba kabisa vya sickle cell. Yaani mtu ambaye hana ugonjwa wa sickle cell na hana vinasaba kabisa. Lakini mtu mwenye AS, huyu kabeba vinasaba vya sickle cell. Hii S inasimama badala ya sickle cell. Kabeba vinasaba vya sickle cell lakini hana ugonjwa wa sickle cell, ila ana kinasaba cha sickle cell. Majibu mengine yanaweza kawa ni S. Huyu ana vinasaba vya sickle cell na ugonjwa wa sickle cell. Sawa jamani? Sasa inawezekana huyu mwenye ambaye hana vinasaba vya sickle cell kabisa akaoana na mwanamke ambaye hana vinasaba vya sickle cell kabisa. Hawa sio rahisi wakapata mtoto. Sio kwamba sio rahisi, yani hawa hawapati kabisa mtoto mwenye sickle cell wala aliyebeba vinasaba vya sickle cell. Lakini mtu anaweza akaoana mmoja akawa hana kabisa vinasaba vya sickle cell, akaoana na mtu ambaye ana kinasaba cha sickle cell lakini hana ugonjwa. Hii unaweza ukapata kama mnakumbuka biology ya form 3, unaweza kupata mtoto ambaye hana kabisa sickle cell na hana vinasaba vya sickle cell, lakini ukapata mtoto ambaye ana kinasaba cha sickle cell lakini hana ugonjwa wa sickle cell.
hapa akapata kwa hiyo kuna uwezekano kama mmoja hana vinasaba kabisa na hana ugonjwa wa sickle cell na mwingine ana kinasaba cha sickle cell lakini hana ugonjwa wa sickle cell, kuna uwezekano, kuna 50% ya kupata watoto ambao hawana sickle cell na hawana kinasaba kabisa, yani huyu na huyu, lakini kuna 50% wakapata mtoto mwenye kinasaba cha sickle cell lakini hana ugonjwa wa sickle cell. Sasa mkipima mapema kinachosaidia ni nini? Kitasaidia kumwambia mtoto wenu atakayezaliwa kwamba wewe bwana, kwanza atapima kwa sababu mtakuwa na concern kabisa ya kupima, kwa sababu mmoja si tayari ana vinasaba na nyinyi mlipima. Kwa hiyo mtamwambia mtoto wenu bwana, kuna uwezekano wewe kwa umebeba kinasaba cha sickle cell, hivyo unapotaka kuoa ni vizuri, sio lazima, ni vizuri kwa sababu ukisema ukilazimisha itakuwa ni ubaguzi. Ni vizuri huyu mwenye kinasaba cha sickle cell lakini hana sickle cell basi asije akamtafuta mwenzie ambaye pia ana kinasaba cha sickle cell au ana ugonjwa wa sickle cell kabisa, kwa sababu ni rahisi kupata mtoto mwenye sickle cell. Hiyo ni option ya pili, kapo inaweza ikawa. Tumesema kapo ya kwanza inaweza ikawa wote hawana kabisa, kapo ya pili mmoja na vinasaba, hana ugonjwa na mwingine hana kabisa, lakini kapo ya tatu inaweza ikawa wote wana vinasaba vya sickle cell hata kama hawana ugonjwa. Hii kuna 50% ya kupata watoto ambao wana vinasaba vya sickle cell lakini hawana ugonjwa, lakini kuna 25% za kupata mtoto mwenye sickle cell kabisa, na kuna 25% ya kupata mtoto ambaye hana kabisa sickle cell wala hana vinasaba vya sickle cell. Kwa hiyo mkiona hivyo mtu akafanya maamuzi ya kuahirisha zoezi au mkajiandaa kupokea mtoto wa aina yoyote, kichwani mwenu mnajua tunaweza kupata mtoto wa aina hii na tutamhandle vipi na tutajua kipi tufanye. Lakini inawezekana wote mkawa mna sickle cell kabisa. Kwa wote mkipima mkakuta wote ni na ugonjwa wa sickle cell, mnaweza mkaamua muoane, lakini mwe tayari kupata mtoto atakuwa na sickle cell kabisa, au mkairisha zoezi kama mnaona mtashindwa kuendo situation. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ndio sababu kubwa ya kupima vinasaba vya sickle cell kabla ya kuoana. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Kama kuna swali mtauliza hapo chini kwenye comment. Lakini kitu kingine tulisema kuhusu blood group. Blood group au kundi la damu. Makundi ya damu tunajua yapo A, tunajua ipo A, B, AB na O, lakini kila moja lina positive na negative, positive na negative, positive na negative, positive na negative. Kwa hiyo jumla tuna makundi 8 tuseme, kwa sababu si yako manne A, B, O, lakini kuna A positive, B positive, O positive, lakini pia kuna kila moja na negative. Kuna makundi 8 tuseme. Sasa kwa nini ni muhimu kupima blood group? Blood group ni muhimu kupima kwa sababu mama akiwa na kundi lolote lile,
mama akiwa na kundi lolote lile ambalo ni negative, mama akiwa na kundi ambalo ni negative, whether A, B au O negative, akikutana na baba ambaye ni positive, akikutana na baba positive ambaye grupu lolote lile ambaye ni positive, mtoto anakuwa na grupu ambayo ni positive naye pia. Sasa hii positive na negative zimetoka wapi? Hizi zinaitwa rhesus. Rhesus. Makundi ya damu ni makundi ya damu ya red blood cell au seli nyekundu za damu. Kwa seli nyekundu ya damu A, seli nyekundu ya damu B, seli nyekundu ya damu AB, hivyo na O. Sasa kinacholeta hii positive au negative ni kwamba kama hii ni seli nyekundu ya damu, kuna moja imezungukwa na tunaita membrane au imezungukwa na uzio fulani hapa nje. Ikizungukwa na uzio ndio inaitwa positive, lakini kuna watu red blood cells zao au seli nyekundu za damu zao hazijazungukwa na huo utandu, hawa tunasema ni negative kwa sababu hawana hiyo tunaitwa rhesus. Kwa hiyo rhesus ni utandu uliozunguka nje ya red blood cells, yani seli nyekundu za damu. Sasa kwa nini ni hatari au sio vizuri, ingawa uzuri wake inazuilika hii hali? Kwa nini ni vizuri kupima kundi la damu ukijua kwamba mama ana negative, yani hana rhesus, baba ana positive, maana mtoto akipatikana ni positive. Sasa mwili wa binadamu ulivyo, huyo mtoto akipatikana positive na mama ni negative, mwili wa mama kwa mimba ya kwanza unashtuka kwamba mbona kama kuna kitu kingine kimeingia katika mwili wangu, kwa sababu mtoto ni positive, mama ni negative. Kwa hiyo utazalisha walinzi, lakini walinzi hao hawatakuwa wa kutosha kuweza kumshambulia mtoto. Mimba ya pili mwili unashtuka zaidi, kwa hiyo ni rahisi kushambulia yule mtoto mpaka kuweza kumharibu. Kwa unakuta mtu mimba ya kwanza iko vizuri, lakini mimba ya pili, ya tatu zote zinaharibika. Kitu kizuri ni kwamba kuna sindano inaitwa anti-D, inasaidia kuondoa hiyo hali ikiwa utagundua mapema kwamba mama ana negative, baba ana positive. Kwa hiyo kuna sindano anachomwa, inazuia hiyo hali, kwa hiyo uzao wako unaendelea kuwa vizuri. Lakini usipopima utapata changamoto baadaye kama wewe ni negative. Natamani vizuri kupima mapema. Sasa kuna angalizo moja, watu wanaotoa mimba, kama ni wewe na blood group yako au kundi la damu ni negative, epuka sana kutoa mimba, kwa sababu hiyo itahesabika mimba ya kwanza, alafu mimba nyingine zitaanza kusumbua kwa sababu tu wewe ni blood group O negative na mwenzako ni positive. Ile mimba ya kwanza itahesabika na ukichukua hatua ya kuchoma hiyo anti-D. Kwa ukitoa mimba na wewe ni negative, ufanye haraka sana kuchoma hiyo sindano. Ndio maana ni vizuri kujua blood group mapema ili uweze kusaidika. Kama hujaelewa utauliza kwenye comment hapo chini. Lakini kuna issue ya HIV. Kipima HIV, ili somo actually halitaki watu kwamba waliopendana waachane, lakini wawe tayari kufanya maamuzi. Kipima HIV inawezekana, let's say huyu ni ke, huyu wa kiume. Majibu ya kwanza yanaweza kawa yote mko negative, yani hamna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Majibu ya aina ya pili inaweza ikawa mmoja wapo yuko positive, mwingine yuko negative, yani mwingine ana maambukizi, mwingine hana.
Jibu la tatu, unaweza kukuta wote mna maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa kitu kizuri ni kwamba kama wote mko negative is okay. Kama mmoja yuko positive mwingine yuko negative, mnakaa chini, mnakubaliana. Je, tuko tayari kuishi kwenye hali hii? Kama tuko tayari, tunawezaje kuishi katika hali hii? Uzuri wake siku hizi kuna dawa zinaitwa PrEP, yani pre-exposure prophylaxis, ambazo zinasaidia kuzuia mwenza mmojawapo kwenye ndoa au kwenye mahusiano kuto kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mwenza mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia inasaidia mtu kupata watoto au mtoto ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, hata kama mzazi mmojawapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mnaweza mkakaa mkashauriana, tuoane au tusioane, na kama tukioana tunafanyaje? Tutatumia PrEP na tutafuata miongozo mingine ya wizara. Vivyo hivyo kama mpo positive wote, mtatafuta namna nzuri ya kuishi ili kuweza kupata uzao ambao hauna maambukizi ya ukimwi, kwa sababu hizo njia sasa hivi zipo. Basi nashukuru, viko vipimo vya aina nyingi, lakini nikaona tushare hivyo vitatu kwanza. Kupima vinasaba, especially yako magonjwa mengi yanayohusisha vinasaba, lakini kwa sababu Tanzania common sana ni sickle cell, nikaona tuongelee kuhusu sickle cell au selimundu kwa Kiswahili. Tuongelee kuhusu blood group, kundi la damu, kwa nini muhimu kupima, lakini kupima HIV. Na lengo kama nilivyosema sio kuachana, lengo ni kufanya maamuzi ambayo mtakuwa tayari kwayo. Naitwa Auden Kabuka, ni daktari wa binadamu, lakini ni professional counselor, na nimeamua kujikita kwenye